d'être devant toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois adoré. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Pendant que nous voulons commencer ce culte, Seigneur, nous savons que tu seras avec nous. Nous savons que les anges sont avec nous pour ces cultes, afin que seul ton seul nom soit élevé, que seul ton seul nom soit adoré, Seigneur. Ni wewe tu ndio tunamwita hapa, ni wewe tu ndio tunaabudu hapa. Hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe Jehova Shama, Jehova Jireh, Mungu mkubwa, Mungu mwenye enzi zote. Twakuinua asubuhi ya leo, uwe nasi hapa Bwana, nguvu zako ziwe nasi hapa Kristo. Tunahitaji presence yako hapa Masia, tunahitaji uweza wako hapa Kristo Yesu. Haleluya, watosha wewe, wastahili wewe, wastahili kupewa sifa Kristo. Oh, ce matin nous t'adorons Seigneur, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Seigneur ce matin. Sois avec nous Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh Yesu ni wewe tu. Alléluia Kristo, wastahili heshima zote. Kristo asante. Seigneur, j'assise, je t'aime, j'aime ton toi. Que les étoiles me tombent, pour que je te voie tel que tu es. Oh Seigneur. Aide-moi aux choses simples qui me montrer ta grandeur. Le seul cœur suffit Oh, pour Seigneur. décrire toute ta splendeur. Pour ce que je vois ton âme qui m'entoure, que je sais c'est quoi à la date de ton cœur. Je pense à lui le jour. Oh Seigneur. Tu es plus Tu es grand plus grand, Seigneur. de tout ce qu'on dit de toi. Oh Seigneur. Tellement grand de tout ce que l'on dit ici-bas. Oh Tu Jésus. es plus Tu es plus grand grand, Seigneur. que le monde Tu dictionnaire. es tellement grand, Jésus. Tellement grand. Alléluia. Et tout ce que tu fais ta bataille. Mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia. Wewe unatosha Bwana. Waenea wewe Kristo. Watosha Kristo, waenea katika maisha yetu. Waenea Bwana. Waenea Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Le Dieu qui a permis à ce Seigneur de respirer en ce moment. Le Dieu qui est incomparable, le Dieu qui est plus que les miens, je t'ai béni infiniment, mon Seigneur. Amène-moi aux choses Je désire chaque instant percer, Seigneur, désire dans ta présence. Je désire à chaque instant, Seigneur, d'essayer d'écouter dans ta présence. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi grâce, éternel Dieu. Fais-moi grâce, éternel Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur.
Alléluia. Je permets sans toi, Seigneur. Je dis pas merci, Oh, Seigneur. C'est pourquoi je désire encore, Seigneur, mes filles, ta besoin, Seigneur, Seigneur. Je m'accroche, Seigneur, ton face, Seigneur, Seigneur. Je m'accroche, oh Seigneur. Oh Jésus. Tu es tellement grand. Tu es plus grand, Seigneur. De tout ce qu'on dit sur la, Seigneur. Tu es plus grand. Oh Le Seigneur. Dieu qui est incomparable, le Dieu qui est plus doux que les dieux, Seigneur. Lorsque je vois pas pour les enfants, les Seigneur, je me trouve
sombrer, Seigneur. Dieu sur ton trône, Seigneur. Tu es le Dieu de notre vie. Oh, le salut, nous l'avons en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. L'adoration. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Pokea mabudu yetu Bwana. Pokea mabudu yetu Bwana. Alléluia, alléluia. Chukua budu asubuhi ya leo Kristo. Chukua budu asubuhi ya leo. Wastahili wewe Bwana, wastahili. Wastahili sifa. T'adorons Seigneur ce matin. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
kama na wewe Bwana. Mungu mzuri, Mungu mwema, kimbilio letu, msaada wa maisha yetu. Haleluya, haleluya. Wastahili wewe Bwana. Oh, wastahili sifa. Haleluya. Kristo anastahili. Merci na koma yayo. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Merci na koma yayo. Masia, je ne suis qu'à toi, Seigneur. Mimi ni wako Bwana. Nasi na koma yayo. Ya ya nasi na koma yayo. Ya nasi na koma yayo. Nasina koma yayo. Nasina koma yayo. Oh, nasina koma yayo. Hallelujah. Watoto wako, wana wako, hatuone mwingine tunaweza kumkimbilia, hatuone mwingine ambaye tunaweza tukaenda kwake, ni kwako tu ndio kuna maneno ya uzima. Yesu, asante kwa kupokea kwako, asante kwa kufanya
par ton amour, Seigneur. Seulement par ton amour. Toi qui as abandonné le trône pour venir souffrir sur cette terre. Jésus, pour nous relever, afin de connaître l'identité de Christ. Sois élevé ce matin. Sois adoré, Seigneur. Hakuna mwingine aliye kama na wewe. Mungu wa agano letu. Mungu mzuri. Mungu mwema. Unastahili kuabudiwa. Ni wewe tu tunamwabudu Bwana. Asante kwa maneno yako asubuhi ya leo. Ambayo iko mbele zetu Kristo. Sema nasi tena asubuhi ya leo. Mkutano wote unatulia. Wale wote ambao wanatufuata wanatulia kukusikiliza wewe. Kwako tu ndio kuna maneno ya uzima. Twende kwa nani mwingine isipokuwa kwako tu. Kwako tu ndio kuna maneno ya uzima, maneno ya kuokoa, maneno ya kutufanya watu, maneno ya kuacha kwamba sisi tuwe na uzima na uzima tele. Haleluya. Tumtazwe nasi asubuhi ya leo. Asante Mashiach. Merci Seigneur. Utilise puissamment ton serviteur. T'es choisi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sikia maneno ya Mungu. Bwana Pastor Jean-Paul karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndiye mwenzako jiandae utabarikiwa. Hakika utabarikiwa asubuhi ya leo. Nilianza kusikia kwamba baraka ya Mungu iko sana hapa kwa asubuhi ya leo. Na tumesikia kabisa presence ya Mungu katikati yetu. Na wewe unayetufuata najua ya kwamba utabarikiwa kwa asubuhi ya leo. Huyu Mungu aliyetukusanya hapa ana lengo. Mungu Biblia inasema katika Mezali 16:4 amefanya kila kitu kwa kusudio lake. Bwana ana kusudio ya kutukusanyisha hapa mchana wa leo. Na ninaamini ya kwamba kutukusanya hapa bure. Ni sharti tutoke hapa na kitu kenye kitatransforme maisha yetu. Hakuna kitu kingine kitaweza kutransforme maisha yetu isipokuwa neno lote linapotoka katika kinywa cha Mungu. Neno la Mungu peke yake linaweza kubadilisha na kupindua kila kitu kwa maisha ya wanadamu. Baba, katika jina la Yesu, shukrani ni kubwa tena mbele yako kwa asubuhi ya leo. Shukrani yetu ni kwamba Mungu umetulinda usiku mzima. Na wale walipitia vita, lakini Mungu neema yako ilikuwa juu ya maisha yao. Na tunapofika mbele yako Bwana, hatukuji bure. Tunakuja kusikia neno la uzima. Kama vile Kristo uliambia wa mitume wakati ulikuwa kwa wakati mgumu, watu wote walikukimbia, ukageukia mitume ukawaambia na nyinyi pia mtaka kwenda. Petro akasema twende wapi Bwana? Kwako kuna neno la uzima. Ndio tunakuja kutafuta hapa. Na naamini ya kwamba neno la asubuhi ya leo litafanya kazi katika maisha ya mtu mmoja anayetusikiliza na anayekuwa mahali hapa. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Najua wewe mwenyewe unatufuata katika wakati huu na wewe mwenyewe uko hapa. Mungu ana baraka ameandaa kwetu asubuhi ya leo. Amen. Na nilipokuwa nikitafakari, nilikuwa shuleni, nilikuwa mkazi juzi, nikasikia neno moja iko nakuja ndani yangu. Nikafika kunyumba nikaangalia na itaenda, nikasikia neno iko nachamuka ndani yangu. Kuna kitu Mungu atafanya. Na hii ndio inanipatia assurance kwamba Mungu atafanya. Kwa wewe unayetufuata na wewe mwenyewe uko hapa. Na amini kwamba Mungu hakuweka hili neno ndani yangu bure. Kuna kitu atafanya. Amen. Na neno hili tutalisoma katika Waebrania sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza mpaka ule wa pili. Waebrania sura 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Tutasoma mshairi kidogo. Biblia yangu kwa Swahili inasema hivi: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa ya mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mizigo na dhambi ili ituzungukao kwa upesi,
na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, tukimtazama Yesu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ni neno la Bwana. Mkimtazama Yesu, mkimtazama Yesu, mkimtazama Yesu. Tusome de Chroniques, Mambo ya Nyakati ya Pili, Mambo ya Nyakati ya Pili sura yake 20. Sura ya 20 mstari wa kwanza tushuke mpaka ule wa utaishia hata kwa kenda. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ngambo ya bahari, na tazama wako katika Asasoni Tamari, ndiyo En Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana, mbele ya ua mpya, akasema, Mungu wa baba zetu, si wewe uliye mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, usiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe, Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitukia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Natazama sasa, tutashuka kidogo. Tazama wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakaugeukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka milki yako ulioturizisha. Mungu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uweza ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyaje, lakini macho yetu yatazama kwako. Lakini macho yetu yatazama kwako. Amen. Anasema, napenda hii mstari wa 12. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyaje, lakini macho yetu yatazama kwako. Neno la Bwana. Amen. Asubuhi ya leo tutazungumza juu ya neno fupi. Français nasema, garde tes yeux fixés sur Jésus. Yaelekeze macho yako yakimtazama Kristo. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Kwa neno hili tunasikia
najua ya kwamba maisha tunayoyapitia kwa siku za leo ni maisha mazito sana, na iko kama giza inaangukia dunia, na ile giza inatuma watu wanaanza kujiswali maswali. Ile giza inatuma ulimwengu wote uko najiuliza, nini hii? Nini yatatokea? Nini yanatujia? Nataka nikwambie wewe unayetufuata na wewe mwenyewe uko humu, ya kwamba Kristo anaweza yote. Kristo anaweza ya kubadilisha kila kitu. Kristo ana mamlaka ya ajabu juu ya ulimwengu huu, na mamlaka ya Kristo haina mwanzo wala haina mwisho. Wakati Kristo alifufuka, anasema neno moja inanitesaka sana. Anasema nimepewa mamlaka duniani mpaka mbinguni. Mamlaka ya Kristo haina mpaka. Mamlaka ya Kristo iko duniani na mamlaka ya Kristo iko mbinguni. Nataka nikwambie wewe unayeona majira tunayapitia, ya kwamba Kristo anaweza yote. Amen. Anauweza na mamlaka mkononi mwake, na ni yeye aliyetupenda, na upendo wake kwetu hauna mwisho. Na mpenda Paulo anasema neno moja, nini itanitenga na upendo wa Kristo? Paulo iko na jiswali, nini itanitenga na upendo wa Kristo? Anasema mwenyewe, njaa, kukosa mavazi, kukosa mume, kutupiliwa, kuachiwa na ndugu, kuachiwa na wenzangu, nini itanitenga na upendo wa Kristo? Paulo anasema hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo kwetu ni upendo mkuu sana. Haleluya. Kristo aliyetupenda hakuona hali yenyewe uko nayo. Hakuona jamaa gani unatoka ndani. Hakuona wazazi gani ulizaliwa nao. Hakuona jamaa gani ulikomaa ndani. Kristo alikupenda jinsi ulivyo. Haleluya. Hakuona wapi umetokea. Hakuona nini unayo. Kristo alipokupenda alikupenda jinsi ulivyo. Na upendo wa Kristo ni tangu misingi ya dunia Kristo alikupenda. Nataka nikwambie hauna ya kuogopa. Hakuna kitu kitakutenga na upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo kwetu ni mkuu sana. Unapita hata fahamu ya wataalamu. Inapita hata fahamu ya wanasiasa. Upendo wa Kristo kwetu ni upendo wa ajabu. Tunaposoma habari hii, ulisikia hapa Paulo mwandishi wa Waebrania anasema neno kubwa. Ndio niretenir attention yangu, na ndio iko somo yetu asubuhi ya leo. Anasema hivi, tutarudilia ile Waebrania 12:1 hadi 2. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa ya mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo na dhambi ili tuzungukao kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukitazama Yesu. Tupige mbio. Anasema tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukitazama Kristo. Paulo anahakikisha kwamba tuko ndani ya mashindano. Pana mashindano yaliwekwa mbele yetu, na haya mashindano tunaita kupenser les épreuves. Pana épreuve yako mbele yetu. Anasema tupige mbio kwa yale mashindano. Tutaipiga mbio kwa yale mashindano namna gani? Tukimtazama Yesu. Amen. Tumtazame Yesu. Nampenda Paulo anasema tukimtazama Yesu. Habari tunaposoma ndani ya Biblia, habari ya huyu mfalme Yehoshafati, mara mingi nikisoma hii habari inanipatia imani ya ajabu. Biblia inasema kwamba jeshi ya mataifa yakakusanyika, wa Moabu, wa Amoni, wakakusanya majeshi makubwa. Walikuwa wengi sana, hata hakuna angeliweza kuwahesabu. Na walipokusanyika, wakainuka juu ya Yehoshafati, wakataka kumpiga vita. Na wakaja watu kumwambia Yehoshafati, kuna majeshi yamejipanga na wako wengi sana. Biblia inasema ya kwamba katika uoga wake Yehoshafati akapanga kumtafuta Bwana. Amen. Nampenda sana Yehoshafati. Katika uoga wake akapanga kumtafuta Bwana. Nini huyu mfalme alifanya? Alikuwa mfalme. Akakusanya Yuda yote na Yerusalemu.
akasema hakuna ya kufanya hapa. Mbele ya jeshi hii kubwa hatutabitoka ndani. Lakini najua kitu moja, tumtafute Mungu. Tumtafute Bwana. Akapanga jeûne na prière. Mon cher, wewe mwenyewe unanifuata hapa, Mkristo wa Etoile du Matin, na yeye anayetufuata kwa wakati huu. Kwa wakati mgumu hakuna ingine solution. Solution ya kwanza, tafuta Mungu. Wakati unaona giza inashukia maisha yako, hakuna ya kufanya kwa wakati ule. Tafuta Mungu. Yosafati akasema hatutabitoka, tumtafute Bwana. Akapanga jeûne prière. Akakusanya Yuda yote na Yerusalemu. Napenda Yosafati wakati walikuwa wakiomba, akasimama katika kusanyiko, akaanza kuomba Bwana. Yes. Na alipoanza kuomba Mungu, nilipenda ile verse yake ya 12 inanijenga sana. Sikia maombi ya Yosafati. Anasema kwa ile verse ya 12 ya ile Mambo ya Nyakati ya kwanza, mstari wake wa sura yake 12 na mstari wa 12, anasema hivi: Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uweza juu ya jamii kubwa hii, wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyaje. Lakini macho yetu yatazama kwako. Hatuna uweza. Iko saa vile tukamate Felix Tshisekedi, jo vita inainuka mwinchi. Anaanza kuomba Mungu. Anaambia Mungu, mimi hata kama niko president, mimi na watu wako mbele ya hii jeshi hatuna uwezo. Quelquefois devant Dieu il faut reconnaître ses faiblesses. Mara mingi tuko tunashindwa mbele ya Mungu sababu tunawazia kwamba tunaweza. Mungu anataka wakati moja ureconnaître kwamba sina uweza mbele ya hili jambo. Peke yako unaweza. Na nampenda Mungu sababu anasema vita haiko yenu. Ukisoma pale chini anamwambia Yosafati, haiko niye ndio mtapigana sababu hii vita haiko yenu. Vita ni yangu mimi, Bwana wa majeshi. Yosafati akareconnaître, mfalme mzima anareconnaître, anashuka mbele ya Mungu, anamwambia Baba, mbele ya hii jeshi sisi hatuna uwezo. Quelquefois devant les problèmes, quelquefois devant des situations difficiles, il faut reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Mungu anataka watu wenyewe wanaamini kwamba mbele ya hili jambo mimi sitaweza. Mimi sina mamlaka mbele ya hili jambo. Peke yako nakutazamia. Peke yako mimi nakutazamia. Yosafati akareconnaître mbele ya hii problem, mimi na watu wako hatuna nguvu. Maombi haya ilituma Mungu akukawia kusema. Mungu aliposikia kwamba mfalme mzima anareconnaître kwamba hana nguvu, inabidi sasa nini? Nguvu zangu zionekane ndani yao. Mungu akatuma mjumbe, akatuma nabii, akamwambia Yosafati, usiogope. Niko nakwambia wewe unayetufuata usiogope. Wewe nyenyekea chini ya Bwana. Wewe umtazame yeye aliyekuita. Usiangalie kushoto na kuume. Usiangalie yale yako mbele yako. Usiangalie yale yako nyuma yako. Tazama yeye aliyekuita. Yeye aliyekuita ni mwaminifu sana. Hata achilia mguu wako sogezwe. Mtazame Bwana aliyekuita. Mara mingi tunaingia madifikulite sababu wakati shida inakuja unatafuta utumikishe akili yako. Unatafuta utumikishe nguvu zako. Unatafuta utumikishe makonesanse zako. Unatafuta utazamie wazazi wako. Na kuambia kuna probleme zimoja, haiko solution, haiko kwa wazazi. Kuna probleme nye solution, haiko kwa akili yako. Kuna probleme nye solution, haiko kwa ufahamu wako. Kuna probleme nye inabidi Mungu mwenyewe ashuke na kuintervenir. Amen. Haiko nguvu. Na nampenda wakati Zakaria anasema si kwa nguvu, bali kwa roho wake. Si kwa nguvu. Bwana akashusha neno akamwambia Yosafati, usiogope. Ile vita huko naona haiko niyo ndio mtapigana. Ni mimi mwenyewe nitapigana nafasi yenu. Kuna vita yenyewe si atupiganake mpendwa. Achia Mungu vita sababu ile vita wewe hautabitoka hapo. Na niko naona Wakristo wengi kwa siku za leo wako wanapigana vita yenyewe haiko yao. Achia Mungu vita yake. Hapana kubakia na probleme yenyewe haiko yako. Unapoona matatizo yanaingia nyumba yako, usikubali kuibakiana. Ambia Bwana, hii vita ni yako, haiko yangu. Kwa namwachia Mungu vita. Amen. Sababu nguvu zetu ziko chache. Akili yetu iko très limitée.
Connaissance zetu hazina uweza. Kuna vita zimoja, achia Mungu mwenyewe aintervenir. Amen. Tukuwa na zoea kumwachia Mungu vita. Na mpenda Yosafati alimwachia Mungu vita. Akamwambia hii vita haiko yetu, sisi hatutaweza. Wewe njoo ujipreocupe na adui zetu. Siye macho yetu tu inakutazamia, njoo wewe. Tunajua kwako ndio kutatokea msaada. Na mpenda Daudi anasema, nitayainua macho yangu juu, ni utazame mlima, msaada wangu utatokea wapi? Msaada yangu iko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya. Kuna wakati yenyewe inabidi kuinua macho juu. Ndio. Na mpenda Yesu, nilisoma habari moja. Habari ya Petro. Ilinijenga sana na mimi najua itakujenga. Mathayo, ukisoma Mathayo 14 mstari wa 13. Soma Mathayo 14 mstari wa 13. 13. Neno la Mungu linasema hivi. Mathayo 14 mstari wa 23. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake kabisa. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Achia kwanza pale. Biblia inasema kwamba Yesu kwa huduma yake alikuwa anafanya chini ya jua. Ilifikia magharibi, Yesu akarenvoyer foule ile ilikuwa inamfuata. Baada ya kurenvoyer foule, akaambia na mitume, na ninyi muingie mchombo mwenu, mimi naenda mlimani nende nikaombe. Mara hii Yesu hakukuwa na mitume chomboni. Mitume wakaingia mchombo wakaenda. Biblia inasema kwamba walipofika katikati ya bahari, upepo haikuchunga waanze mwanzo. Upepo haikuchunga wafikie quelques metres. Upepo ilichunga wafike katikati ya bahari. Biblia inasema walipofika katikati ya bahari, pakatokea upepo ya ajabu. Pakatokea zoruba ya ajabu. Na ile zoruba ikatuma mitume wakakosa comportement. Mara hiyo Petro anakuwa expert, na ile upepo haikutuma experience yake inawasaidia. Kuna probleme zimoja zinaweza kutokea kwa maisha. Hata kama unakuwaka na connaissance, hata kama unakuwaka na akili, hata kama unakuwaka shujaa, kuna upepo ingine haifati ushujaa. Ushujaa hautaimaliza. Biblia inasema kwamba mitume wakaingiwa na hofu sana. Yesu yuko mwema. Amen, amen. Inafananisha na Yesu alipoenda kukaa kwa mkono wa kuume wa Baba. Alienda katika mlima mtakatifu. Iko kule mlimani na iko naona gisi mitume wako wanapitia zoruba ndani ya ulimwengu huu. Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa akiwatazama, akiona namna wako wanapigana na upepo. Ikafikia saa ya 4, Yesu akashuka, akasema inabidi nini niwasaidie. Anapoketi kwa mkono wa kuume wa Baba. Iko naombea wale wanaopitia matatizo. Yesu iko kwa mkono wa kuume wa Baba. Alienda mlimani mtakatifu, anaketi kwa mkono wa kuume wa Baba. Akitutazama namna mawimbi yako natupiga, na iko natuombea. Mungu iko natuombea. Yesu anakuombeaka. Biblia inasema kwamba akashuka mwenyewe kutoka mlimani, akawakutana kwenye bahari. Yesu alikuwa akitembea juu ya bahari. Biblia inasema ya kwamba mitume walipomuona wakaingiwa na hofu. Kuna maprobleme moja inatiaka kumaisha, inatia maisha yako yote muinstabilite. Unakuwa instable maisha yako yote. Kila kile kinaweza kutokea kinakutisha. Kila kile kinaweza kutokea kinakutisha. Sababu ile probleme ilishatia maisha yako muinstabilite. Inatia maisha hata unaanza kushakia kila mtu. Kuna probleme moja kuyaka kwa maisha inatuma unaanza kushakia kila kitu. Sababu maisha yako yanakuwa instability ya ajabu.
Kila kenye unaweza kuona unashakia, kila kenye unaweza kuona unaogopa. Ilifikia na kwa mitume, hata wakamuona Kristo akitembea juu ya bahari, wakaingiwa na hofu, wakasema labda ni mzimu. Sasa nampenda Petro kwa ushujaa wake. Yesu nampenda sana. Soma ile mstari wa 12. 12. Tusubiri. 27. 27. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, msiogope. Yesu akawarasire. Kufransa akasema akabarasire, akabapatia assurance. Wakati tunapitiaka matatizo mtumishi, na wewe unayetufuata, Yesu anatutazamaka. Na ya kwanza akikuya kutusaidia, Yesu anatupatiaka assurance. Yesu anaambia mtu mmoja usiogope. Mpendo, wewe unayenifuata usiogope. Hata kama unaona hii tauni iko natetemesha ulimwengu, Yesu anakuambia usiogope. Ni yeye anasema usiogope, sababu ni mimi, presence yangu inakuja kwenu. Usiogope. Wakati kwa presence ya Mungu hakuna kuogopa. Wakati wote utakuwa presence ya Mungu, usiwe na hofu. Anasema msiogope. Biblia française anasema il les a rassurés. Jésus nous rassure quand nous traversons des moments difficiles. Jésus nous donne de l'assurance. Mpendwa, Yesu atuachake hivi wakati tunapitia matatizo, anatupatiaka assurance. Na assurance kubwa akawaambia msiogope. Hapana kuogopa mama yangu, hapana kuogopa dada yangu, hapana kuogopa baba yangu, hapana kuogopa kijana mwenzangu. Yesu anasema usiogope. Yale uko na yaona yasikutishe. Usiogope. Biblia nasema Petro kwa ushujaa akasema, kama ni wewe Bwana, niruhusu basi na mimi nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia Petro, njoo. Kwa ushujaa Petro katoka mchombo, akaanza kutembea juu ya maji. Ghafula pakatokea upepo. Upepo ukamtikisa Petro. Takuuliza jua nini Petro alizama? Unajua jua nini Petro alizama? Tunaweza kujibiana. Biblia inasema mawimbi yakatokea, upepo ikatokea, ikaanza kumtikisa Petro. Petro akaanza kuzama. Unajua jua nini Petro alizamaka? C'est parce qu'il a détourné ses regards de Jésus. Unapopeleka macho yako kando kuliko kumtazama Kristo, mawimbi yatakuzamisha. Amen. C'est parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé la tempête. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé les vagues. Mpendwa, unapoangalia matatizo ya maisha yako, tazama katika imani. Umtazame Kristo aliyekwambia njoo. Kristo ndiye alimwambia Petro, njoo tembea juu ya bahari. Lakini Petro alipoanza kutembea, Biblia inasema mawimbi yakatokea. Akageuzia mawimbi macho, akaanza kutazama mawimbi. Na alipoanza kutazama mawimbi, mawimbi yakaanza, woga ikamuingia. Na woga alipokuja juu ya Petro, mawimbi yakaanza kumzamisha. Hapana kutosha macho yako kwa Kristo aliyekuita. Hata kama probleme iko ya namna gani, mtazame yeye aliyekuita. Amen. Mtazame yeye aliyekwambia njoo. Mtazame yeye aliyekuita. Usiangalie corona. Corona haina solution. Mtazame Kristo, ndio solution ya corona. Amen. Usiogope mwenzangu, Kristo anasema usiogope. Corona haitatupokonya mikono ya Mungu. Yeye aliyetuambia njoo, mtazame. Ndio solution ya corona. Ndio solution ya difficulty uko nayo. Nampenda Kristo. Wakati iko nataka kulisha mkutano, ukisoma ile Marko sura yake ya 4 na wasa, Yesu anatafuta kukulisha mkutano. Nilifurahi sana nilisoma ile habari. Ile Marko sura yake ya 4. Yesu ni mwema sana. Sura yake ya 4. Tutasoma verse yake. Tusome ile verse yake. Tusome verse yake ya 11. Yesu, Biblia inasema hivi, tafadhali, anakusanya mkutano mkubwa. Nilifikia wakati yeye peke akasikilia ile mkutano huruma, sababu walikuwa na siku hawakuli. Akapima kujaribu wa mitume. Makesho mingi ya Yesu na kwa kama mateste ya imani yetu.
akaambia wa mitume, mpatia watu chakula. Mitume wakaangalia mkutano, wakasema papa, chakula ya kukulisha hii umati yote tutetosha wapi? Mtumishi mmoja akasema, mfuasi wake mmoja akasema, baba, kuna mtoto hapa yuko na mikate kidogo na samaki. Yesu akasema mlete. Na wakati walimletea ile mikate, Yesu akaanza kuomba. Tusomee pale 4:21. Marko 6:41. 6:41. 6:41. Marko 6:41. Neno la Mungu linasema hivi kwa 41. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni. Akatazama wapi? Mbinguni. Akainua macho yake wapi? Mfransa anasema mzuri. Tuendelee. Akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie na wale samaki wawili akawagawia wote. Amen. Biblia sema akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru. Nataka kukuuliza, Yesu kama alitazama mbinguni, unajua nini ya nini? Souvent quand nous regardons ce que nous avons, kwa akili, kwa logique ya wanadamu, kwa akili ya kibinadamu, Yesu hakuangalia mbinguni kule. Sababu kwa logique ya kibinadamu haiwezekane hii mikate michache na hii samaki chache ilisho watu zaidi ya 5,000. Meme mie hata wewe bankwambia zidisha hii samaki ilishe hao watu. Kwa logique ya wanadamu haiwezekani. Mpendwa, Yesu hakuangalia mbinguni bure. Sababu kwa logique ya kibinadamu haikuwezekana, c'était impossible. C'était impossible samaki chache na mikate chache ilishe watu zaidi ya 5,000. Ndio maana Yesu alitazama mbinguni, sababu mbinguni ndio kuna uweza. Mbinguni ndio kuna mamlaka. Mbinguni ndio kuna nguvu. Mpendwa, tazama mbinguni kuliko kuangalia makalite zako. Kuna wengine wako wanaangalia miaka. Mbona miaka yangu inapita? Usiangalie miaka. Kulojiki ya kibinadamu miaka itakudanganya, angalia mbinguni. Haleluya. Kuna wengine wako wanatazama magonjwa. Olea kuangalia mbinguni yako naangalia magonjwa. Kuna wengine wako wanaangalia situation wako unayapitia. Nataka nikutie moyo, ona mfuata, usiangalie situation yako, tazama mbinguni. Sababu kuna maprobleme moja utaona unaona kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Ndio maana Yesu alipandisha macho yake mbinguni. Yesu hakuangalia ile panye ya mikate. Yesu hakuangalia ile panye ya samaki. Sababu kulojiki ya wanadamu haiwezekani. C'était impossible. C'était impossible kulojiki ya wanadamu. C'était impossible mikate chache na samaki chache ilishe watu 5,000. Zaidi ya 5,000. Ndio maana Yesu alipandisha macho yake mbinguni, akashukuru. Mpendwa, jua wapi utaelekeza macho yako. Nataka nikwambie, jua wapi kwa nini unaelekeza macho yako. Kuna wengine olia kuangalia mbinguni, olia kuangalia kwenye msaada atatokea. Iko naangalia mtu. Kuna watu wenyewe wanatazamia watu, olia kumtazama Yesu. Kuna wengine wanatazamia marafiki, labda yule rafiki yangu ndio atanipatia kazi. Kuna wengine wako wanatazamia ndugu zao. Kuna wengine wako wanatazamia nguvu zao. Kuna wengine wako wanatazamia mali yao. Mali haitaweza kukuokoa. Kuna problema itafikia maisha yako. Hata uko na franka haitakuokoa. Kama ukumtazama yeye aliye juu, hautapata msaada. Ingelikuwa mali na okoaka, Mobutu hangekufa, sababu alikuwa na franka ya kujitunzisha. Ingelikuwa mali na okoaka, marais wote wenyewe walitawala katika dunia hii na wakachoka pesa, hawangefariki. Hawangefariki. Acha kuangalia yale uko nayo, tazama mbinguni. Kuna uweza ya ajabu. Haleluya. Yesu hakuangalia ile panier. Il n'a pas regardé ce pauvre panier. Il n'a pas regardé ce maigre moyen. Mais il a regardé vers son Père. Parce qu'il savait que c'est lui seul qui a le pouvoir de multiplier ses pains. C'est lui seul qui a la capacité de multiplier ses poissons. Voilà pourquoi il n'a pas regardé le panier. Il a regardé vers le ciel.
Jua wapi kwenye unaelekezea macho yako. Hata alipoenda kaburini kwenda kumfufua Lazaro, Biblia inasema ya kwamba alipofika mbele ya kaburi, hakukimbia ndani ya kaburi kwenda kumaiti ya Lazaro. Yesu alibakia nje ya kaburi, akatazama mbinguni. Parce que devant les hommes, c'était impossible. Mtu mwenye anafanya 4 jours mtombe afufuke. Na Biblia inasema alikuwa ameoza. Devant les hommes, c'est impossible. Kulojiki ya kibinadamu, c'était impossible. Mtu mwenye anafanya siku 4 mkaburi afufuke, c'était impossible. Voilà pourquoi Jésus n'a pas regardé le cadavre de Lazare. Jésus n'a pas regardé la tombe de Lazare. Jésus a levé les yeux vers le ciel parce qu'il savait que c'est vers le ciel qu'il y a le pouvoir de la résurrection. C'est vers le ciel qu'il y a le pouvoir de la résurrection. Ne regardez pas vers les hommes. Ne regardez pas n'importe quelle situation. Regardez Dieu, il a le pouvoir de toutes choses. Mungu peke yake anaweza kukuokoa mpendwa. Acha kutazamia watu mshida yako. Acha kutazamia ndugu zako. Acha kutazamia rafiki zako. Hawana uwezo, tazama mbinguni. Ndio maana Daudi anasema nitayainua macho yangu juu. Unajua wakati alisema vile, alikuwa amezungukwa na jeshi ya Sauli. Daudi alizungukwa pande zote. Hakukuwa tena na jeshi ya Daudi kukimbia. Jeshi ya Sauli ilikuwa shamwanture. Daudi akasema hapa hakuna ya kujitosha. Sitajitosha hapa. Nisipopandisha macho yangu juu nitazame milima. Na mlima huu inamaanisha nini? La montagne qu'on a citée ici, c'est la protection divine. C'est le secours de Dieu. David n'a pas regardé vers les hommes. Il a regardé d'où viendra le secours. Il a regardé d'où viendra le secours. Na wakati alitazama macho yake juu, Biblia inasema kwamba pakatokea kijana mmoja akamwambia Sauli, huku natufatana na huku kijana. Ujue kwamba kunatokea jambo huku kukambi. Maadui wanashambulia kambi na wanaingia ndani ya kambi. Sauli aliposikia vile, akaambia jeshi tukimbie. Walipokimbia Daudi akapata njia, akaponyoka. Mungu pekee yake anaweza kila kitu mpendwa. Acha kuangalia situation uko unapitia. Acha kuangalia mateso yako. Acha kuangalia shida yako. Tazamia juu. Hakuna uwezo hapa chini ya jua yanaweza kukuokoa mshida. Il y a que Dieu qui a le pouvoir de la résurrection. Il y a que Dieu qui peut faire tout dans ta vie. Regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer ta situation. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer tout ce que tu as en train de traverser. C'est Jésus, c'est Jésus. Regarde Jésus, mon frère. Regarde Jésus, ma soeur. Regarde Jésus, mes parents. Il n'y a que Jésus qui peut tout. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir sur toutes choses. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui-même a regardé vers le ciel. Parce que devant les hommes, c'était impossible que Lazare puisse ressusciter parce qu'il était déjà pourri. Lazare avait 4 jours dans la tombe. Jésus n'a pas regardé la tombe. Jésus n'a pas regardé le cadavre de Lazare. Il a levé les yeux vers le ciel. Parce qu'il savait que c'est vers le ciel qu'il y a le pouvoir de la résurrection. C'est vers le ciel qu'il y a le pouvoir de la résurrection. Mpendwa, acha kuangalia shida yako. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Usiangalie shida, angalia Yesu. Peke yake iko solution kila kitu. Tutafunga maneno haya tukisoma katika Psalm. Tunafunga tukisoma Psalm 34:5. Tusome Zaburi 33:4 na mstari wa 5. 34:5. Zaburi 33:4 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi. Wakamwelekea macho, wakatiwa nuru. Wakamwelekezea macho, wakatiwa nuru. Wala nyuso zao hazitaona haya. Hazitaona haya. Tusomea kwa français. Psaume 34:5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. 34:5. Tulisoma. Sio wanasema ile terme tunazungumzia. Psalm 34:5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Shuka chini kidogo. 6. Quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui les regards.
On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Il n'y a que Dieu qui nous donne la joie. Le monde ne nous donne jamais la joie. Nos frères ne nous donneront jamais la joie. Tes frères ne te donneront jamais la joie. Il n'y a que Dieu qui nous donne la joie. Quand tu tournes et te regardes vers Jésus, Jésus te donne la joie. Dunia haina raha ya kutupatia. Dunia haina furaha ya kutupatia. Yesu ndiye anatupatia furaha. Mtazamie Yesu mpendwa, na Ingereza pale chini anasema tena nini? Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Na nyuso zetu hazitapata haya. Unajua kuna watu wanaanza tembea na haya. Anakuwa akipita hapa sema bataniona nishafanana. Donc na demashi yako inaanza tafuta kwenye utapitia. Sababu ushakafanana. Mmempenda, Biblia inasema mtazame Yesu. Nyuso zako hazitakuwa tena na haleluya. Utasimama kama shujaa na utaenenda kama shujaa. Hata wana wa Israeli walikuwa ndani ya jangwa. Nyoka ya shaba, unajua ile habari, iliwauma sana. Iliwauma, nyoka iliwauma jangwani sana. Mungu akamwambia Musa, inua nyoka ya shaba. Inua nyoka ya shaba ili kila utazamaye apate uzima. Musa kainua nyoka ya shaba jangwani. Kila aliyeinua macho yake juu kutazama nyoka ya shaba, Biblia inasema alipata uzima. Na ile nyoka ya shaba niko nakwambia haiko mwingine, ni Kristo. Ni Kristo. Ukimtazama Kristo una uzima, sababu anasema c'est moi la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Si tu lèves tes yeux vers Jésus, tu as la vie. Tu as la vie. Si bure Mungu alimwambia Musa, inua nyoka ya shaba. Kila atakaye utazama ile nyoka ya shaba hataumwa tena. Hataumwa tena. Atapata uzima. Nataka nikwambie nyoka ya shaba ni Yesu. Mtazame Yesu mpendo. Acha kuangalia situation kundani. Acha kuangalia mateso unayapitia. Acha kuangalia maprobleme zote unayapitia. Nataka nikuombe mtazame Yesu. Mtazame Kristo. Mtazame Bwana. Usifananishwe na Petro mwenye alitazama mawimbi na woga ikamwingia. Mara mingi ukitazama probleme yako unasikia kama mashaka inaoga. Mara mingi unapotazama shida unapitia utasikia mashaka inaingia. Mungu anakuambia ulia kutazama mawimbi, tazama Bwana. Tazama yeye aliyekuita. Nataka kama kuna mtu anayetufuata na mwenye yuko hapa amesikia neno linamgusa, utasimama ujiombee. Utasimama uombe, mwambie Bwana nisaidie. Peke yako unakuwa na msaada. Simama uombe na mchungaji tunamsubiri. Simama uombe, anza kumwambia Bwana unisaidie, sababu nilitazamia macho yangu kwa mambo mengine. Mungu atubariki. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi neno lolote
Leta nipandishe macho yangu, nitazame mlima, nitazame mlima. Msaada wangu utatoka katika mlima, mlima wa Bwana, mlima mtakatifu. Kama wana wa Israeli walipokuwa nyoka jangwani, nyoka ya shaba, walipoitazama walipona. Utazamapo nyoka ya shaba utapona, utazamapo Kristo utapona, utazamapo Kristo utapata jibu. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous te regardons que toi et toi seul ce matin. C'est toi qui as la solution. Oh, Dieu soit saint. Dieu soit saint. Sois disponible. Sois disponible, Seigneur. Katika jina la Yesu. Saidia huyu kaka, saidia huyu mtoto, saidia ulimwengu mzima. Utie macho yake kwako, kwako ndio kuna suluhisho, kwako ndio kuna suluhisho, kuna solution. Alléluia. Nous élevons Père ce matin. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Merveilleux. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Jésus, c'est toi que nous élevons. Seigneur, ce matin. Pendant que nous voulons célébrer, pendant que nous voulons célébrer cette scène ce matin, nous prions Dieu. Ça nous rappelle combien de fois tu as souffert pour nos péchés. Combien de fois tu as été crucifié sur la croix pour nous. Combien de fois tu as été tabassé pour nous, Seigneur. Oh, wewe uliteswa kwa ajili yetu. Haleluya. Ulikubali kudharauliwa kwa ajili yetu. Ukaacha uchi kwa ajili yetu. Ukapigwa msalabani kwa ajili yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunakuhitaji Bwana. Kikombe hii ambayo ni agano yako pamoja na sisi. Mwili wako ambao ni uzima kwetu. Asubuhi ya leo Bwana,
ifanye mambo makubwa katika maisha yetu, ibadilishe mambo katika maisha yetu. Oh, ituume tena upya. Haleluya, haleluya. Tunahitaji wewe tu Bwana. Fanya kwamba kila siku tukumbuke mateso yako. Kila siku tuone kitu liteseka kwa ajili yetu. Kila siku tuone namna gani ulibabaika na kumbuka mateso yako uliyopata hapo Kalvari, hapo Golgotha ulipobebwa, ukatungikwa msalabani kwa ajili yetu. Yesu. Bila ile kama tungewaki bembezani, bila kupigwa kwako msalabani, injili yetu ingekuwa na nguvu. Lakini sababu ulipobebwa msalabani, ukakubali kufa kifo cha aibu, ukawekwa uchi mchana kati, watu wote wakauona uchi wako Bwana. Hiyo tu ni kwa sababu ulikubali kutuokoa sisi. Ce matin, Seigneur, cette coupe. Hallelujah. Asante Bwana kwa mambo unayofanya katika maisha yetu. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Oh Seigneur. Jésus, tu es merveilleux.
kwa mwili wako na damu yako ambao ulikubali kutoa kwa ajili yetu. Uinuliwe Bwana, utukuke Yesu. Haleluya. Asante Kristo. Tutakumbia mtoto. Nasi wazazi walete mtoto. Wazazi walete mtoto. Mtoto ambaye anaitwa Abigail Kabuo. Tamuleta wakfu mbele za Mungu. Wazazi mlete mtoto. Mtoto huyo anaitwa Abigail Kabuo. Alizaliwa le 17 janvier 2020. Tutamweka mbele za Mungu ili kwamba Mungu amtakase, ili kwamba Mungu afanye makubwa pamoja naye. Tusimame sote wandugu, tumweke mbele za Mungu mtoto. Haleluya. Oh Yesu, asante. Tunaleta mtoto mbele zako Bwana. Mfortifie, akomae katika akili, akomale katika roho na kweli. Saidie mtoto huyu Bwana. Haleluya. Kristo, tunamsanctifie mbele zako Bwana. Mchunge, mulinde, mwepushe na makusudi ya giza, mwepushe na nguvu za ule mwovu, mwepushe na mipango ya ule mwovu. Katika jina la Yesu tunamweka kwako Bwana, tunamweka kwako Mungu mtakatifu. Aone neema yako, aone mkono wako, umchunge na mashambulizi. Yesu Kristo, muinue hata katika nchi yetu awe na thamani, hata katika nchi yetu aonekane. Anafaa kwa wazazi, anafaa kwa jamii, anafaa kwa jamii, anafaa kwa kanisa lako Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Neema yako tunaiverse kwake Bwana. Nguvu zako tunaziweka kwake. Saidia kwamba aendelee kuwa kiroho na kimwili. Chunga wazazi wake, wapoteje Bwana. Waone neema yako kila siku. Wapate provision ya kumupatia mtoto huyu kila siku. Endelea kumchunga, kumtakasa, kumuinua katika jina la Yesu. Asante Masia, kwa maana utaifanya hiyo. Amen. Amen. Tunasema asante kwa nyote ambao mliparticipe kwa ibada yetu ya leo. Mungu aendelee kuwainua. Kwa wale ambao tufuata en direct, kwa wale ambao tufuata humu, Mungu akubariki. Amen. Mtazame Kristo, yeye tu ndo ana solution katika maisha yetu. Kristo tu ndo anaweza kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Mungu akubariki, Mungu akuinue, na Mungu akuangazie nuru za uso wake katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen.